Mashariki ya Kati. Ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International yabaini baadhi ya wanawake raia wa Kenya wanaofanya kazi za nyumbani nchini Saudi Arabia hulazimika kuvumilia vitendo vya kikatili na kibaguzi. Na katika gumzo tunaangazia mkataba wa kibiashara kati ya Marekani na China, ni neema au majanga? Hii ni BBC. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Masoko ya kimataifa yameimarika baada ya China na Marekani kukubaliana kupunguza kwa kiasi kikubwa ushuru, hatua inayoleta nafuu kufuatia vita vya kibiashara vilivyosababisha msukosuko wa kiuchumi. Faharasa zote tatu kuu za Marekani zilipata faida muda mfupi baada ya kufunguliwa. Hapo awali, Washington na Beijing zilisema zitapunguza ushuru wa bidhaa kwa 115%. Hiyo inapunguza ushuru wa Marekani kwa bidhaa nyingi za China hadi 30%. China itatoza bidhaa za Marekani 10%. Punguzo haya yote yatadumu kwa siku 90. Zaidi na Victor Kenani. Marekani na China zimekubaliana kusitisha utozaji ushuru wa bidhaa zinazouzwa kati ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yanaashiria kudorora kwa vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani, jambo ambalo limeleta mshtuko na kuathiri mataifa mengine mengi. Lakini je, walikubaliana nini na makubaliano haya yanamaanisha nini? Marekani na China zimethibitisha kupunguzwa kwa ushuru walizotozana baada ya Rais Trump kuziongeza mapema mwaka huu. Mkataba huo unahusisha mataifa yote mawili kufuta baadhi ya ushuru kwa pamoja na kusimamisha mengine kwa siku 90 ifikapo tarehe 14 mwezi Mei. Matokeo yake ni kwamba ushuru wa Marekani kwa uagizaji wa bidhaa kutoka China utashuka kutoka 145% hadi 30%, wakati ushuru wa China kwa baadhi ya bidhaa za Marekani utashuka kutoka 125% hadi 10%. China pia imesitisha na kutupilia mbali hatua zingine zisizo za ushuru kama vile usafirishaji wa madini maalum kwenda Marekani ambayo iliwekwa ili kukabiliana na ongezeko la awali la ushuru. Hata hivyo, hatua za Marekani bado zinajumuisha sehemu ya zaidi ya 20% inayolenga kuweka shinikizo kwa Beijing kufanya zaidi ili kukomesha biashara haramu ya fentanyl, dawa ya kulevya yenye nguvu. Tangazo hilo limejiri baada ya nchi hizo mbili kufanya mazungumzo huko Uswizi, mazungumzo ya kwanza kati ya nchi hizo mbili tangu Rais Trump kuzusha vita vya hivi punde zaidi vya ushuru. Nini kitatokea baada ya siku 90? Kujaribu kutabiri hatua zinazofuata katika vita hivi vya kibiashara vinavyoendelea kati ya Marekani na China katika miezi michache iliyopita imekuwa vigumu kusema. Lakini haya ni makubaliano makubwa kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa ya kiuchumi duniani na yamekaribishwa kwa mapana. Walakini mazungumzo kati ya serikali zote mbili yamepangwa kuendelea, kwa hivyo makubaliano zaidi yanaweza kufikiwa. Ila swali ni je, mafahali hawa wawili wataafikiana kusimamisha vita hivi vya kibiashara kabisa au la? Na taarifa hiyo ya Victor Kenani ndio inayotupeleka moja kwa moja katika gumzo, tukiangazia kupunguzwa huku kwa ushuru kuna umuhimu gani katika muktadha mpana wa uhusiano wa kibiashara kati ya Marekani na China. Nimezungumza na Godwin Gonde, mhadhiri katika chuo cha diplomasia, na Beatrice Kimaro, mchambuzi wa masuala ya uchumi na mhadhiri katika chuo kikuu cha ushirika. Hatua hii ilitazamiwa kutokana na wachambuzi wengi waliweka bayana masuala haya ya uchumi na biashara za kimataifa, lakini pia ulitokana na muktadha mbalimbali hasa wa kisiasa na hata wa kiuchumi. Mambo haya yanatokea kwa sababu la shinikizo kubwa la mfumuko wa bei ambao lilikuwa likiendelea kule Marekani, na ni kutokana na kwamba bidhaa nyingi zilipanda bei hasa baada ya ushuru mpya wa Trump kutangazwa, na takwimu zilionyesha hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu mfumuko wa bei wa Marekani uliongezeka kwa 2.8%. Gonde, Beatrice amegusia swala la ongezeko la bei ya bidhaa. Unaweza kueleza namna mapatano haya yanaweza kuathiri nchi nyingine zinazohusika kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika vita vya kibiashara? Namna gani zinaweza kuathirika? China na Marekani ni mataifa makubwa ambayo uchumi wake tunaweza kusema unaonesha hata uchumi wa nchi nyingine ambazo ni tegemezi katika muktadha wa maendeleo ya ulimwengu. Kwa hiyo hawa wanapogombana au wanaposigana
maana yake biashara inalazimika kubadilisha mfumo wake ambao umezoeleka hapo awali. Marekani amekuwa akiitumia China katika uzalishaji wa biashara nyingi za viwandani, na Mchina amekuwa akisambaza bidhaa si Marekani peke yake bali na mataifa mengine ambayo yanaizunguka. Sasa katika muktadha wa mahusiano ya kimataifa, mafahali wawili wanapogombana, manake wanagawanya mpaka nchi washirika ambao wamekuwa wakiziamini hizi nchi mbili, kwa sababu kuna mataifa hata ya Kiafrika ambayo yanafanya biashara na Marekani na yanafanya biashara na China vile vile. Sasa zinapotokea kwamba hizi nchi zinakuwa na msigano, manake sera ambazo Rais Trump alikuwa amezianzisha na kuamua kuweka mbinyo wa kiuchumi kwa mataifa mengi na kuonesha kwamba Marekani inaangalia upya au inarejea upya sera yake kwenye masuala ya biashara, ni kwamba inatoa kama angalizo la namna gani ya mataifa yanafanya ushirikiano. Kwa hiyo kwa maneno machache, Gonde, tungesema ni neema, ni majanga kwa Afrika. Kwa kweli suluhu inapopatikana ni neema, kwa sababu kwa siku hizi 90 ambazo wameamua kusitisha hivyo vikwazo, manake tunarudia katika ile hali ya kawaida na biashara itaendelea kama ambavyo imekuwa hapo awali. Na ndio maana suluhu ambayo inapatikana ya kidiplomasia katika masuala mazima ya kiuchumi kati ya Marekani na China inaenda kuleta auheni katika nchi washirika ambao huenda ni washirika wa China au washirika wa Marekani au washirika wa Marekani na China kwa wakati mmoja katika muktadha wa biashara ya kimataifa. Beatrice, kuhusu swala la utegemezi kati ya mataifa haya mawili, unaliona kwa kiasi gani? Mataifa haya ya Marekani na China ni mataifa ambayo ni makubwa kiuchumi duniani, na mataifa haya mawili yanachangia zaidi ya 40% ya pato la taifa la dunia, na umuhimu wake kiuchumi, kisiasa pamoja na kimambo mengine ni mkubwa sana. Na kwa kupitia mapatano haya au kwa kupitia maridhiano haya ambayo wameamua mwezi huu wa 5, itasaidia sana kupunguza ushuru na italeta imani ya kibiashara, hasa baada ya mvutano ambao ulionekana hapo awali, kwa sababu baada ya Trump au Marekani kuweka ushuru kwenye bidhaa zinazotoka China, tulishuhudia pia China ikiwajibu Marekani kwa kuongeza ushuru kwenye bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo kwa kufanya jambo hili, manake inatengeneza imani ya kibiashara sio tu kwa mataifa haya lakini pia hata kwa dunia nzima kwa ujumla. Nitakupa mfano. Utakumbuka kwamba baada ya kutangazwa kwa ushuru mwezi Machi, bei za hisa za makampuni makubwa sana kama Amazon zilishuka zaidi ya 7%, lakini baada ya makubaliano haya kuanzia mwezi Mei, manake tutazamie na makampuni haya zikienda zikiongezeka kwa sababu ya makubaliano haya ya kibiashara. Lakini tunapokuwa na ushuru wa juu, maana yake inapelekea bidhaa kuwa ghali, na hasa kwenye nchi ambazo zinaingiza bidhaa nyingi kama Marekani, na hii inapelekea mfumuko wa bei ambao Gonde ameshauelezea hapo mwanzoni. Tunapozungumzia ndani ya siku 90, Bwana Gonde, ni hatari ama fursa zipi za kidiplomasia zinazofuata kwa nchi zote mbili, na pengine kila upande unaweza kutumia vipi hatua hii kuimarisha msimamo wao wa mazungumzo? Katika mazungumzo ambayo yamefanyika mpaka kufikia suluhu ya kuwa na siku 90 za kurejea au za kujitafakari upya na kupunguza vikwazo, hiyo kwenye diplomasia ni ushindi, na ni ushindi si kwamba Mchina ameshinda au Marekani ameshinda, bali ushindi wa nguvu ya majadiliano katika kutafuta suluhu ya jambo lote ambalo linagawanya ulimwengu. Sasa tunachoamini ni kwamba mnapokuwa na mazungumzo na kufikia makubaliano, hata mkakubaliana kwa siku 2, walau kujitafakari upya, maana yake mnaonesha uwezo na ukomavu wa kuweza kuwa na makubaliano marefu zaidi na yenye tija. Ukiangalia hata sababu za vikwazo ambazo Marekani au Trump kama kiongozi aliamua zitumike, zilifanywa bila kufanya tafiti. Zilikuwa zinafanywa kama namna ya kuonesha nguvu ya Marekani au karata alionayo Marekani ya maamuzi. Lakini namna Mchina alivyojibu imeonesha kwamba walau sasa hivi si siasa za zamani tena ambazo taifa moja linaweza likaamua dunia iende katika mrengo gani. Kwa faida ya msikilizaji, Beatrice, kwa mtazamo wa jicho la kiuchumi, unadhani ni mambo gani yamesababisha kufikia kwa maridhiano haya? Kwa uhalisia naweza nikasema mambo makubwa matatu. Kwanza ni msingi wa mzozo huu sio ushuru peke yake, bali ni ushindani wa kimkakati, ambapo ushindani huu umewekwa katika masuala mambo makubwa mbalimbali, ikiwemo haki za miliki kwa maana ya umiliki wa soko la dunia, lakini udhibiti wa teknolojia, ambapo tumekuwa tukiona Marekani na China ni miongoni mwa mataifa ambayo yanavutana sana kwenye
kwenye udhibiti wa teknolojia. Lakini tatu ni ushawishi wa kijiografia. Lakini jambo la pili kubwa ni historia ya kuvunjika kwa makubaliano. Utakumbuka kwamba mkataba ambao waliingia ambao uliitwa Phase 1 mwaka 2020 uliahidi ununuzi wa bidhaa za Marekani ambao utafikia hadi dola za Kimarekani bilioni 200. Lakini China ilitimiza ahadi hiyo kwa kununua bidhaa zenye thamani kwa asilimia 57 tu katika malengo yale ambayo walikuwa wamewekeana. Lakini jambo kubwa ambalo naliona liko nyuma ya hili ni kwamba ni tofauti zile za kimfumo. Uchumi wa China unaangaliwa sana na serikali, wakati Marekani ina soko huria. Kinyume cha hiki manake ya kiitikadi lakini pia kiutendaji zaidi. Kwa naweza nikasema tu kwamba uhalisia wa jambo hili au suluhu hii ambayo inaenda kupatikana bado siwezi kusema kwamba uko mbali, lakini pia ni kutokana na historia ambayo wanayo ya kiuchumi ambao wanavutana sana kwa sababu ni mataifa makubwa yanayoongoza kiuchumi duniani. Gonde, mkataba huu unaweza kuathiri vipi namna mataifa mengine yenye nguvu duniani kama vile yale ya Umoja wa Ulaya na hata Uingereza yanavyozingatia biashara na diplomasia na China na Marekani? Panapotokea msigano wowote wa kiuchumi au msigano wowote wa kidiplomasia ambao unagawanya maslahi ya nchi zozote, mathalan kiuchumi, kama ambavyo daktari ameelezea kwa undani zaidi na kwa uzuri, ni kwamba mataifa yote ambayo yameona vita hii ya kiuchumi ikitokea yamepata funzo, na yamepata funzo ya kutafuta fursa mpya na maeneo mapya ya kushirikiana nayo, kwa sababu kama umewekeza kwenye nchi moja au kwenye eneo moja miaka nenda rudi ukiamini ndio sehemu sahihi, manake pale ambapo sera za nchi husika zitakapobadilika, taratibu za nchi husika zitakapobadilika, zinaweza zikakuathiri moja kwa moja. Kwa hiyo tunasema inatoa funzo mengine yenye nguvu na yanayochipukia kuweza kuangalia ni mataifa gani mengine ya kuweza kushirikiana nayo ili kuondoa utegemezi ambao wamekuwa nayo moja kwa moja kwa Marekani au utegemezi ambao wamekuwa nao moja kwa moja na China, ambazo zimekuwa zikiwaamulia ni namna gani wanaweza kupanga uchumi wao. Ni Godwin Gonde, mhadhiri katika chuo cha diplomasia, na Beatrice Kimaro, mchambuzi wa masuala ya uchumi kama nilivyozungumza nao katika gumzo.